Muuaji huyu wa kiwango cha juu alifyatua risasi kwa makusudi kwenye ukuta huku akiangalia kinu cha upepo. Akakokotoa uwezekano wa mwelekeo ambao risasi ingeweza kupotoka. Alikuwa akijiandaa kumuua rais. Baada ya kufanya marekebisho, alivuta tena kitufe cha kufyatua risasi. Risasi hii ilitua katikati kabisa ya shahaba. Mara tu rais alipojitokeza, alibonyeza kitufe cha kufyatua risasi na kutoa shambulio la kifo. Maafisa wa ulinzi walianza mara moja kumtafuta mpiga risasi, lakini yeye alibaki pale pale alipokuwa. Hata akaacha mwanga wa jua uangaze kwenye darubini ya bunduki yake. Baada ya kuhakikisha kuwa ameonekana, aliivunja haraka bunduki ya usahihi vipande vipande, akaipakia ndani ya mkoba wa biashara, kisha akaweka bomu lenye kipima muda chini ya kitanda. Ni kwa kugeuza chumba chenyewe kuwa shahaba ndipo angeweza kufuta ushahidi wote kabisa. Kabla ya kuondoka, aliwasha kengele ya moto ili kuvuta usikivu wa polisi, kisha akaingia kwa utulivu ndani ya gari na kuondoka hotelini. Magari ya polisi yalipowasili eneo la tukio, alirudi bila kutarajiwa, akaendesha gari lililokuwa na bomu, kisha akabadilisha na kuingia kwenye gari lake halisi la kutorokea. Hata kama gari la kwanza lingegunduliwa, polisi wasingeweza kamwe kulihusisha naye. Kikosi maalum kilipoingia ndani ya chumba, waliingia moja kwa moja kwenye mtego wa mlipuko. Mlipuko mkubwa uliharibu kila kipande cha ushahidi. Wakati huo huo, gari la mtego nalo lililipuka. Alitoweka kama mzimu, kana kwamba hakuwahi kuwepo kabisa. Alipofika barabarani, kila gari lilikuwa likikaguliwa. Alifungua boti la gari. Ndani yake kulikuwa na mkoba wa biashara uliodhaniwa kuwa umebeba bunduki ya usahihi, lakini cha kushangaza, polisi hawakupata chochote na hawakuwa na budi kumruhusu aendelee na safari yake. Ukweli ni kwamba bunduki haikuwa ndani ya mkoba huo hata kidogo. Ilikuwa imevunjwa katika vipande na kuunganishwa kamilifu ndani ya muundo wa mkoba wenyewe. Mpini wa mkoba ulitumika kama darubini ya bunduki. Mirija ya ndani ya kuhimili ilitumika kama mwili mkuu wa bunduki. Sehemu ya siri ilificha mfumo wa kufyatua risasi. Risasi 4 zilikuwa zimefichwa ndani ya magurudumu manne ya mkoba. Habari hii ilipofika kituo cha polisi, kila mtu alibaki ameshangaa, kwa sababu umbali kutoka hotelini hadi kwenye shahaba ulikuwa mita 3815, jambo lilovunja rekodi ya upigaji risasi wa masafa marefu. Muuaji huyo alirejea humbani. Ni alipomuona mke wake tu ndipo alionyesha tabasamu la kweli. Mke wake aliamini kuwa alikuwa amemaliza tu safari ya Kizi bila hata kuwazia kwamba alikuwa muuaji wa kiwango cha dunia. Aliporudi chumbani kwake, aliwasiliana na mwajiri wake akiwa tayari kupokea dola milioni 3.75, lakini baada ya kusubiri kwa saa 2, alipokea ujumbe mmoja tu. Wakati huo, mikono yake ilianza kutetemeka bila kujizuia. Kwa mara ya kwanza, mtu alithubutu kukataa kumlipa fedha zake. Tabasamu la baridi lilionekana usoni mwake. Wakati huo, alisaini hukumu ya kifo cha mtu fulani.